kidogo chake pia kwa waganga. Wacha nikupatia habari za waganga. Mganga hawezi akakusaidia. Hata wakiweka vibao vikubwa namna gani, hawezi akakusaidia. Kila mganga anafanya, anatoa shida kwa kichwa, anaweka kwa mguu. Anatoa kwa mguu, anaweka kwa tumbo. Anatoa kwa tumbo, anapeleka kwa kifua. Akitoa kwa kifua tena anapeleka kwa mikono. Hivyo nakaa ukiwa umefungwa katika kutumikishwa katika uganga. Nimekuja kukwambia hivi ya kwamba wewe ni mtu ambaye si wa kawaida. Wewe si wa kutegemea vituko. Toka huko. Njoo kwa Yesu Kristo. Toka huko. Toka huko. Toka huko. Mwingine anasema biashara yangu haiendi, ninahitaji nguvu, ninahitaji nguvu. Anaendea kwa ganga, anafungwa ilizi ili ya kwamba biashara iendelee. Wengine wanaenda wanazikwa kwa maji, wengine wanaenda wanakatakatwa, wanachanjwa ili ya kwamba mambo yao yawe salama. Nimekuja kukwambia hivi, mambo yako hayatakuwa salama kwa uganga. Kuna njia moja pekee ya mambo kuwa vizuri. Kuna njia moja pekee ya mambo kuwa vizuri. Kuna njia moja pekee ya mambo kuendelea vizuri. Kuna njia moja pekee ya mambo ya mtu kusimama. Kuna njia moja pekee ya maisha ya mtu kusimama, na njia ni Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Nimekuja kutangaza ufalme wa Mungu. Tunaona katika nchi kuna wafuasi tu, wafuasi kama vile tuko na vyama. Kuna chama cha UDA, kuna vingine ODM na vinginevyo. Unaona watu wamebeba mabao wakisema chama ni hiki, lakini nimekuja kukwambia sisi hatuna chama. Haleluya. Haleluya. Sisi hatuna chama. Haleluya. Wala mfalme wetu sio hapa ulimwenguni. Haleluya. Haleluya. Mfalme wetu ni Yesu Kristo. Ndio maana tunakula kile tunataka. Hatutegemei waganga ili ya kwamba tuendelee. Hatutegemei wachawi ili ya kwamba tuendelee. Kwa maana ushumi wetu unatoka kwa Mungu aliye juu mbinguni. So wewe sio mtu wa kawaida uimbe wimbo wa shida, hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Nataka tusome maandiko ili ya kwamba tuweze kumalizia na tupate kuomba naye Mungu akapate kututendea sawa sawa na makusudi yake na mapenzi yake. Nataka tusome katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 4 mstari ni ule wa 23 pale kuteremka. Nitasoma Yohana Mtakatifu mlango wa 4 mstari wa 23 na 24. Biblia linasema hivi: lakini saa yaja tena ipo ambapo wale waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, kwa maana Baba anawatafuta watu wanaomwabudu kwa namna hii. Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Nitarudia tena. Lakini saa yaja tena ipo ambapo wale waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Nataka nikwambie, ukisikia ya kwamba waabudu halisi, maana yake ni kwamba kuna maabudu ambayo sio halisi. Haleluya. Kuna maabudu ambayo sio halisi. Nataka nikwambie hivi,
apewe sifa. Yule mama akazungumza pale, akamwambia nyinyi Wayahudi, sisi wa Samaria tuchangamani. Haleluya, haleluya. Imekuwaje wataka maji kwangu? Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na tunaendelea kuona ya kwamba anasema ninyi Wayahudi mnasema sisi natupasa kuabudia kule Yerusalemu, lakini baba zetu na babu zetu waliotutangulia waliabudu katika milima. Ndipo Yesu akasema ninyi mnaabudu kile ambacho hamkijui, lakini sisi tunaabudu tunachokijua. Kwa hivyo Wasamaria waliabudu kitu ambacho hawakijui. Walifuata vile mababu zao walisema ya kwamba tunaabudu katika mlima fulani, wakaendelea kufuatilia hiyo pasipo kutafuta kujua hii ni ya kweli, hii ni halisi ama sio halisi. Bwana pewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Anasema ya kwamba Mungu anawatafuta waabudu halisi, watakao mwabudu katika roho na katika kweli, kwa maana yeye Mungu ni roho na yuko katika roho. Kwa hivyo imewapasa wanaomwabudu wawe katika roho na katika kweli. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Sasa huwezi kuwa katika roho ikiwa wewe haujaokoka, ikiwa wewe haujatubu, hauwezi kuwa katika roho wa Mungu ambaye imekupasa umwabudu katika hiyo roho. Ndio maana ninakwambia hata iweje, lakini kuna kusamehewa dhambi. Hata iweje, lakini kuna kuokolewa. Hata iweje, lakini kuna kutakaswa. Kwa maana Mungu anatafuta watu watakao mwabudu katika roho na kweli. Nyakati ambazo tuko, watu hawatamani tena kumwabudu Mungu, lakini wanatamani vitu vya Mungu. Wanatamani vitu vya Mungu ili ya kwamba wavitumie, lakini hawataki kukaa na huyo mwenye vitu. Oh yes. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wanasema ya kwamba wanataka hatimaye baada ya hapa ulimwenguni wakae na Kristo. Wacha nikwambie kitu, kama huwezi kuwa na Kristo hapa duniani, hata juu mbinguni hautakuwa pamoja na yeye. Ni lazima ukae na Kristo, lazima mpokee. Ukiweza kukaa na yeye hapa duniani, hata juu mbinguni, sio kukaa tu, atakukaribisha yeye mwenyewe. Lakini ikiwa hawezi kukaa na yeye hapa duniani, hata mbingu na kuhakikishia usitarajie. Lakini hakuja ili auhukumu ulimwengu, hapana. Alikuja ili upate kuokolewa. Haijalishi masomo yako, haijalishi umepaa viwango vingapi. Nimekuja kukwambia, ikiwa huwezi kukaa na yeye, ikiwa huwezi mpokea, asio kwamba ninakulazimisha, hapana. Ninakuelezea tu, ikiwa ya kwamba hauwezi ukakaa na yeye hapa duniani, hata juu mbinguni usitarajie. Wacha nikupatie mfano. Haviwezekani ya kwamba ushindwe kulipa nyumba kule kijijini, nyumba ambayo inalipwa 300, uje mjini ulipe 3,000. Hapana. Oh yes. Haviwezekani. Oh yes. Kwa hivyo ni lazima ufanye uamuzi wa busara na kusema ya kwamba ninaikataa dhambi. Unajua wakati mwingine
wengine tunasema kwamba ninataka dhambi kidogo ili ya kwamba niweze kusurvive. Nifanye tu makosa ili niweze kusurvive. Ni lazima nidanganye kidogo ili niweze kusurvive. Wacha nikwambie, hapo uchapotea. Yaani kama ni kuokoka, ni kuokoka kabisa. Unajua kuna mtu anasema mimi yale mambo nimefanya sijui kama naweza kusamehewa. Na vinawezekana. Vinawezekana. Oh yes. Ukitubu tu unasamehewa na vinaisha. So anasema ya kwamba waabudu halisi, maana kuna vingine ambavyo si halisi. Oh yes. Wacha nikwambie habari za mji huu. Tunakaa katika mji ambao na falme nyingi ambazo zinatawala hapa katika anga. Oh yes. Watu wameinua matanga ya watu ambao walikufa. Matanga inapangwa mpaka Jumapili. Na wengi ukiwauliza wanasema nisipoenda kwa matanga hata hawatakuja kwetu. Kwa hivyo wewe unatamani kwenda kufe mtu ndio watu wakuje. Oh yes. Tunaishi katika mji na maeneo ambao kuna falme nyingi zinatawala. Watu wameabudishwa vinyago. Watu wameabudishwa miungu. Oh yes. Lakini wacha nikwambie ukweli tu, maana ninakupenda na nimetumwa na habari njema kwako. Oh yes. Moyo wako mpatie Kristo. Oh yes. Mwinue Kristo. Oh yes. Usikubali kufungwa na hiyo roho ambayo inazagaa katika mji huu. Roho ya matanga. Watu wanafanya vituko. Nimekuja kukuletea habari ya kwamba Mungu anawatafuta waabudu halisi watakaomwabudu Mungu katika roho na katika kweli. Oh yes. Na ndio uwe na hiyo Roho Mtakatifu wa Mungu ya kupasa upatia maisha yako Kristo, akuokoe, akufungue, akutoe kwa vinyago, akulete katika nuru uweze kumwabudu katika roho na kweli. Oh yes. Wacha nikwambie, wakati huo unafika, mtu anasukumwa na mambo mpaka anasema hapana, mahali vimefika, hapana, enough is enough. Oh yes. Hawezi endelea kuwa chini ya kutawaliwa. Hawezi endelea kuwa chini ya dhambi. Hawezi endelea kuwa mtumwa wa dhambi, hapana. Oh yes. Toka huko. Toka huko. Toka huko. Wacha kutumikishwa. Wacha kutumiwa vibaya. Oh yes. Unajua shetani anakushawishi, anakupeleka peleka, ukisha kosa
ni roho, na imewapasa wanaomwabudu wamwabudu katika roho na katika kweli. Nimekuja na Kristo aliyeniponya, nimekuja na Kristo aliyeniokoa kwa neema, nimekuja naye, nimemleta kwako. Ukimpokelea naye atengeneze maisha yako, na wewe uendelee kumwabudu katika roho na kweli, na hatimaye mabadiliko yaonekane katika maisha yako. Sikuhubiri habari ambazo sijaziona, hapana. Nilikuwa mzuri sana wa kukaa maska, nilikuwa mzuri sana wa kuvuta bagi, nilikuwa mzuri sana wa kulewa, nilikula mogoka, nilikula miraa, nimepitia vitu mingi. Lakini siku moja nikaketi, nikasema hivi, hapana, wacha nipige mahesabu, hii njia ninaenda wapi? Na Bwana akanisaidia, akaniambia hiyo njia inaelekea mautini, toka katika hiyo njia inaelekea mautini, toka huko. Oh yes. Unajua maisha ni mahesabu, ni upige mahesabu, unapiga tu mahesabu 1+1. Sikia, kazi yako isikufanye mtende Mungu dhambi, familia yako isikufanye mkosee Mungu, watu wa kwenu wasikufanye mkosee Mungu. Hapana, nchi hii isikufanye umkosee Mungu. Hapana, kataa. Maana fanya mahesabu. Mwanadamu akiishi hapa duniani siku nyingi, kuna wale wanasema miaka 70, wengine 50, wengine wanasema miaka 100, wengine wanasema miaka 120 kama mimi hapa. Lakini wacha tufanya mahesabu kidogo tu. Ni kweli unaweza kuishi miaka 120, lakini nataka kusema hivi, tufanye mahesabu, na ukweli ni huu, hata hiyo inaweza kataa kufika, hata hiyo 70 inaweza kataa kufika, ukalala kabla ya hapo. Oh yes. Hata hiyo 50 inaweza kataa kufika. Oh yes. Kwa maana hapa chini ya jua washawi wanakutafuta, polisi wanakutafuta, waizi wanakutafuta, serikali inakutafuta, shetani anakuita, ajali ziko barabarani, na hizi zote zinaandama maisha yako. Lakini unafanya mahesabu, unasema hivi, hata nikaishi miaka 120, ama wacha tuongeze ifike miaka 200. Lakini ukweli ni miaka mingi ni ile ambayo mtu atakaa pale kaburini. Oh yes. Huo ndio ukweli, unakaa unapiga mahesabu. So ni heri miaka yangu miaka 120 niishi vizuri na Mungu, nikiwapenda watu, nikiwaombea watu, nikiwatakia mazuri, nikiwatakia mema. Maana nimekaa nikapiga mahesabu.
Maisha hapa duniani yana mwisho. Na kila kitu ambacho kinaonekana kwa macho haya kinapita. Lakini kuna maisha baada ya ulimwengu huu, kuna maisha. Na mahali mtu atakapoenda, unafanya uamuzi leo ukiwa hai. Lakini mtu akishafunga macho, hakuna kubadilisha. Bale umeingia ni hapo hapo hapo. Na hakuna wacha nipita hivi alafu nitaikilia pale mbele. Hakuna cha hiyo. Hakuna njia badala. Njia ni moja tu. Njia ni kumpokea Kristo, uokolewe na uishi wokovu. Full stop. Useme jioni ya leo, ninamkataa shetani na mashaka yake, magonjwa yake na shida zake. Ninampokea Kristo. Na useme kwa kizungu, Jesus in, Satan out. So nilikaa nikafanya mahesabu. So mambo ya marafiki ninajua, mabeshte kule maskani ninaelewa, kama ni kule baa ninaelewa kukunywa. Lakini hiyo yote mwisho wake ni nini? Leo hii moyo wako nakupatia kupenda. Unaweza ukaamua ukasema tu hapana, nimetumikishwa sana, ni mimi kila wakati hospitali, ni mimi kila wakati ni mgonjwa, mara ni my infection, mara sijui ni nini, mara sijui ni nini. Unaweza ukasema hapana, enough is enough. Wacha niingie kwa Yesu, maana huko hata nikilala baadaye nitaamka uzimani. Unajua, wacha nikwambie mpendwa, wokovu si watu wengi. Wokovu ni wa mtu mmoja tu. Wokovu ni wa mtu mmoja. Katika kundi la watu unapatikana, unasema mimi ninasogea. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Biblia linasema ya kwamba Mungu ni roho na anawatafuta watakaomwabudu katika roho na kweli. Sasa unaweza jiuliza, mimi je, ni mmoja ninayetafutwa na Mungu? Lakini siku hizi badala ya mtu kufanya ibada kwa Mungu ni kuombaomba. Ukiona nana nipe, nipe. Hivyo ndivyo vimejaa. Lakini hakuna mtu anataka kufanya ibada halisi kwa Mungu. Ndio. Mtu akienda anaingia kwa sababu ako na shida. Lakini tangu mwanzo havikuwa hivyo. Vilikuwa hata ikiwa umeshiba, uko na gari lako, una nyumba yako, una familia yako, una maendeleo yako, lakini pamoja na hivyo vyote umwabudu Mungu katika roho na kweli. Hivyo ndivyo Mungu alipanga. Maana sehemu ya Mungu haiendi kombokombo.
Mungu alishuka katika bustani ili ajawe na ushirika na Adamu. Alikuwa na kila kitu, lakini Mungu bado alishuka amwangalie. Na Adamu pamoja na vyote alivyokuwa navyo alikaa na kumwabudu Mungu. Lakini jioni ya leo Mungu anawatafuta waabuduo watakaomwabudu katika roho na kweli. Nimekuletea hii habari ya kwamba unaweza ukampokea Yesu Kristo aokoe maisha yako, akusamehe dhambi zako, kwa maana anakupenda, akukomboe, akutoe kwa vinyago, akutoe kwa magonjwa, akutoe kwa mashaka, akutoe kwa kutumikishwa, akutoe kwa ndoto chafu, akutoe kwa vifungo, akufanye kuwa mrithi pamoja na yeye, urithi ufalme wa mbingu hapa duniani, na tena ufalme wa milele na milele. Sikiliza ndugu yangu, usipotubu dhambi na kuotea ikumalize, na si mapenzi yangu ya kwamba hata mmoja wetu akapotea katika dhambi. Ninakwambia tu tena, shughuli za ulimwengu huu ziko na mwisho wapi? Lakini nimekuja kuambia tubu, tubu dhambi, tubu makosa, tubu machukizo, viachana nazo. Hiyo ni kazi ya shetani, wachana nazo, tubu, tubu na utasamehewa, tubu na utasamehewa, tubu dhambi na utasamehewa. Oh yes. Tubu dhambi na uachane nayo na utasamehewa. Oh yes. Mwanamke mmoja alifumaniwa na akaletwa kwa Yesu, wakimjaribu akasema, huyu tumemfumania na maandiko yanasema achapwe mawe. Wakamuuliza Yesu, huyu tufanyeje? Akainama akaandika, kaapia ambaye hajafanya dhambi ya kwanza kumtupia jiwe. Na alipokuwa naandika wote wakaenda, kwa maana wote wamefanya dhambi. Na kisha akamwambia yule mama, mimi sikuhukumu, umesamehewa, amka nenda zako na usitende dhambi tena. Mungu anatafuta waabudu halisi, kwa maana dhambi imefarakanisha watu na Muumba wao. Dhambi imefarakanisha watu na Muumba wao. Lakini jioni ya leo unaweza kutubu, umwambie Yesu, niokoe. Na tubu kwa majivu na mavumbi, dhambi na makosa na machukizo, nihurumie, nisamehe, na atakusamehe, na utahisi ndani ya mwili wako na ndani ya roho yako ya kwamba umesamehewa. Haleluya! Tamani kuwa mmoja ambaye Yesu Kristo anamtafuta, atakayemwabudu katika roho na katika kweli. Tunapomalizia, oh yes.
dada. Oh yes. Karibu kwa Yesu. Karibu kwa Yesu. Oh yes. Karibu kwa Yesu Kristo. Karibu kwa Yesu Kristo. Oh yes. Tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako. Tubu dhambi zako. Na wewe utasamehewa. Oh yes. Na kila magonjwa yaliyokuja kwa sababu ya dhambi yote yatapeperushwa kama vile mavumbi hupeperushwa na upepo. Kila magonjwa yote yaliyokuja kwako kwa sababu ya dhambi, utakaposamehewa, yote yatapeperushwa kama vile mavumbi yanavyopeperushwa na upepo. Na wewe utaondoka hapa ukiwa huru, ukiwa na furaha, ukiwa na amani. Utaondoka ukiwa tofauti. Utaondoka ukiwa mshindi. Utaondoka ukiwa mtawala, wala sio mtawaliwa. Unaweza ukakaribia ili tuweze kuomba. Unaweza kuwa wewe ni mgonjwa, unaweza kuwa una shida fulani, unaweza kukakaribia ili ya kwamba tunapomwabudu Mungu na nguvu za Mungu zitashuka, nazo zitakutembelea na utahisi uponyaji, utahisi msamaha. Chukua hatua ndugu yangu, chukua hatua dada yangu. Usione haya, usione haya. Vaa ujasiri, useme ndani ya moyo wako ya kwamba mimi leo ninaokoka, naachana na dhambi, natubu dhambi, naachana na dhambi. Maana Yesu Kristo amekujua mikono yake, anakusubiri, anasema ninabisha. Meisikia sauti